Leo tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa inasikiliza kesi ya matumizi mabaya ya mtandao ambayo ilikuwa inamhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu mbele ya hakimu mfawidhi Muhini. Sasa kesi ile ilikuwa iendelee kusikilizwa, lakini upande wa mashtaka umesema kwamba unaomba kesi hii iahirishwe kutokana na kwamba kuna maombi ya mapitio ambayo upande wa wakili wa mshtakiwa Tundu Lissu umewasilisha katika mahakama kuu ya Dar es Salaam ukitaka kupinga kwanza ukatiba kufanya kurejewa kwa uamuzi wa mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam ya kutopeleka faili la kesi hii katika mahakama kuu ili uamuzi wake wa kutotoa uamuzi kuhusiana na maombi ya Tundu Antipas Lissu kwamba kifungu cha namba 188 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinatakiwa kiangalia ukatiba wake, kwa sababu kinaruhusu mashahidi utolewaji wa ushahidi kwa njia za kificho, na anaona kwamba inahatarisha haki yake ya kusikilizwa kwa haki na kwa ukamilifu, ili kwamba mwisho wa siku maamuzi yawe ya haki. Kwa hiyo kuna swala hilo ambalo hakimu hapa alikataa kulitolea uamuzi, na wakili au mshtakiwa Tundu Lissu amepeleka maombi hayo katika mahakama kuu, na shauri hilo lilikuja katika mahakama kuu ya Dar es Salaam tarehe 28 mwezi wa 6 mwezi umepita, ambako Jaji Mkwizu alisikiza mapingamizi ya serikali, kwa sababu serikali waliweka mapingamizi kule, na tarehe 11 mwezi wa 7 mwezi huu mwaka huu atatoa uamuzi wake juu ya mapingamizi ya serikali. Aidha, kuna kesi nyingine ya pili ambayo imepelekwa mahakamani ambayo inapinga vile kutolewa kwa jinsi kile kiapo ambacho serikali kiliwaruhusu, yale maombi ambayo yaliruhusu serikali kuleta mashahidi wao kwa kificho, kwamba kwa kuyasoma tu, kwa sababu ile upande mmoja yanaonyesha kwamba hapakuwepo na ushahidi au mazingira ya kutosha ya kumwezesha hakimu kuweza kufikia uamuzi ule aliofikia wa kuruhusu kutolewa ushahidi wa kificho kwa watu ambao sio maaskari. Kwa hiyo na hiyo ni swala vile liko kwa hakimu au kwa Jaji Elizabeth Mkwizu katika mahakama kuu ya Dar es Salaam. Sasa kutokana na kwamba mashauri haya mawili, upande wa jamhuri umeomba kwamba kesi hii iahirishwe. Kwa upande wa utetezi, mawakili wa utetezi tulipinga hoja hiyo, tukasema kwamba hayo hayahusiani, kwa sababu mashahidi ambao walikuwa wakitoa ushahidi hapa katika mahakama hii ni wale ambao ni maaskari, kwa maana hiyo hawahitaji wa uficho. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba tu ni njama au ilikuwa kama ni mpango wa serikali kuchelewesha kusikilizwa kwa kesi hii. Lakini mwisho baada ya hizo hoja zote, hakimu amesema kwamba yeye anaamua kuahirisha shauri hili hadi kwa tarehe ambayo itajulikana, ikisubiri kwamba maamuzi ya mahakama kuu katika mashauri ya mawili ya mapitio yaweze kutoka, na baada ya mapitio ya maamuzi hayo mahakama kuu kutoka kuhusiana na maombi mawili ambayo yamewasilishwa kwa niaba ya Tundu Antipas Lissu kule mahakama kuu, ndipo kesi itaweza kujulikana kwamba itakuja lini. Kwa hiyo kwa hii kesi ya mambo ya uchochezi ya sheria za mitandao kwa hapa Kisutu imeahirishwa mpaka tarehe itakapotajwa tena na mahakama baada ya maamuzi ya mahakama kuu kuwa yametoka. Asante. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.